Moja kwa moja tuelekee kwenye ardhi ya Mbeya ambapo kutakuwa kuna mchezo mwingine. Maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons watakuwa kibaruani katika mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania Bara ambao utachezwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya, ambapo Tanzania Prisons watawakaribisha matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC kutokea Chamazi, Dar es Salaam. Azam FC wamejipanga kufanya vizuri kwenye mchezo huo baada ya kupata sare ugenini dhidi ya Pamba Jiji, na wamejipanga kufanya vizuri ili waweze kukaa kwenye nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Lakini kwa upande wa Tanzania Prisons, mchezo huo ni muhimu sana kwao, na wamekuwa na matokeo mabaya mfululizo ambayo wamekuwa wakiyapata, kiasi ambacho kimekuwa kinawafanya kuwa na ari, motisha ya kuelekea kwenye mchezo huo wakiamini wanaweza kupata alama tatu muhimu. Na kwa sasa ni mwalike Michael Hiera atuambie unakuwa ni mchezo wa namna gani hapo kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya. Karibu sana Michael. Mechi nyingine ambayo inaweza ikawa ni ya changamoto nyingine kwa Tanzania Prisons. Ndio. Hasa baada ya mabadiliko ya benchi la ufundi ambayo ameyafanya. Ziko ameondoka kwenye timu na jukumu sasa lipo kwa kocha mpya. Ziko ndo Zedekia Otieno ambaye ameondoka kwenye timu. Sijui ndo amefukuzwa kazi tuseme, sio? Au ameondoka? Ameondoka. Amefukuzwa? Hajafukuzwa, ameondoka. Ameondoka mwenyewe? Si makubaliano ya pande mbili. Kaka amefukuzwa. Na makubaliano ya pande mbili. Na kocha ndo Shedrack au ni kwa sasa ni Fuso. Shadrack Nsajigwa ambaye kocha amefukuzwa kaka. Sawa. Ule usema makocha wanaajiriwa ili wafukuzwe. Ndio hiyo imempata Ziko. Ziko amefukuzwa. Ameshafutwa kazi tayari. Usipepese macho kaka. Sio kufutwa kazi kaka. Na sasa neno kufukuzwa. Sasa. Tumia basi neno kufukuzwa. Amefutwa kazi. Lina ukakasi. Amefukuzwa kaka. Amefutwa kazi. Kazi amepewa kocha mwingine. Tutakuwa tuendelee mbele. Amefutwa kazi. Sawa. Amefutwa kazi. Kwa hiyo kwenye kile ambacho Prisons wanatamani kukiona kwenye timu kwa uharaka zaidi ni kuona impact ya hivi karibuni ambayo anaweza akaifanya mwalimu Shadrack Nsajigwa. Pengine wanaamini kile ambacho alianza kukipata akiwa na Namungo kwenye nafasi ya kocha msaidizi. Lakini baada ya hapo amekwenda kuchukua jukumu la kwake binafsi la kuiongoza Transit Camp kwenye championship, na ulikuwa unaona mwenendo wa timu ulikuwa sio mbaya. Na pengine Prisons wanatamani kuona wanawezaje kwenda nayo katika kipindi hiki na kupata mafanikio haraka zaidi, kwa maana ya kushinda angalau mechi ambazo ziko mbele yao. Hawajawa na form nzuri so far kwenye mechi ambazo wamecheza. Unaweza kuona ni timu ambayo imeswago sana kwenye kupata matokeo mazuri, lakini pia imeswago pia hata kwenye jinsi ambavyo ilikuwa inacheza, kwa sababu kitu ambacho walikuwa wanatamani kukionyesha kwenye kila mechi. Nafikiri mwalimu Ziko alikuwa anatamani kuifanya Prisons ibakie kwenye falsafa ya kucheza. Ndio. Wakati ambao timu yenyewe ilikuwa haikuoneshi kwamba inaweza kukubaliana na hiyo hali, kwamba tunatamani kucheza zaidi kuliko vile ambavyo tunaweza tukacheza direct football. Kwa mwalimu Shadrack Nsajigwa kutoka kwenye timu ya Transit Camp Championship, ni mara chache kuikuta timu ya Championship ambayo inacheza possession game. Zipo kwa kiasi kidogo, lakini sio nyingi ambazo zitakuwa zinakupa faida kwamba tutamiliki mpira kwa muda mrefu then tutengeneze nafasi ya kufunga. Japo kwa muda unavyozidi kwenda mpira unabadilika, walimu pia wanabadilika, na walimu wengi ambao wanakwenda kwenye timu za Championship ni hao walimu ambao tunaona sasa hivi wako kwenye soko la mpira wa kisasa zaidi. Ndio. Lakini bado kuna ile falsafa ya asili tu ambayo inabakia kwamba Championship kuna muda anaweza usiwe ni mtu wa kuentertain sana mpira, kwamba tutamiliki kwa asilimia kubwa then tupate matokeo mazuri. Nafikiri hichi ndicho kitu ambacho unategemea ukiona kwa Tanzania Prisons kwa sasa, kwamba inawezekana mechi nyingi ambazo watacheza hapa katikati zikawa na umiliki mkubwa kwa wapinzani, lakini wao wakawa ni watu ambao watakuwa wanasubiria kujibu kutokana na kile ambacho watakuwa wanatamani kukifanya, hasa kwenye kutumia mipira mirefu, kwenye kuwashambulia wapinzani, kuwa pia na
aina ya mpira ambao mara nyingi utasema ni power play game ambayo mara nyingi pia unairelate na direct football ambayo inaweza ikawasaidia wao kwa siku za karibuni, kabla mwalimu hajatengeneza muunganiko mzuri wa timu ambayo itakuwa na pattern nzuri za kiuchezaji kwa maana ya kupossess. Kwa hiyo ninachoamini kwa sasa, nategemea ukiona Tanzania Prisons ambayo haitakufurahisha sana kwenye possession, haitakufurahisha sana kwenye aina ya mpira ambao watacheza, lakini watafocus kwenye kuona wanapataje matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri, kwa maana ya kutengeneza mipango mingi ambayo itakuwa inafika kwa urahisi zaidi kwa wapinzani kuliko kuwa na build up from the back ambayo itakuwa inatumia muda mrefu kuwafikia wapinzani katika mechi ambazo watakuwa wanazicheza. Sana kocha bwana. Sasa hivi umekuwa na zile football terminologies nyingi sana na umekuwa ukizitumia. Bwana, tuangalie moja kwa moja mechi 5 za Prisons, kisha tuangalie mechi 5 za Azam. Andrea Kinga Mkono pale cha kusema kwenye hiki ambacho tutakuwa tunakitazama. Tuanzie na wenyeji Tanzania Prisons kwenye michezo yao mitano ambayo wamecheza. Mara ya mwisho dhidi ya Simba walikung'utwa magoli 2 kwa bila. Lakini kabla ya hapo Prisons ilishinda magoli 3-2 dhidi ya Namungo, na tukaishuhudia pia Prisons ikifungwa magoli 4-1 dhidi ya Coast. Tanzania Prisons pia wakapata suluhu na Mashujaa, na Mtibwa iliwafunga Prisons mabao 2 bila. Tuziangalie takwimu za mechi 5 za Azam FC, alafu Andrea Kinga Mkono tuambie kwenye matokeo hayo nini anakiona kuelekea kwenye mchezo huu. Hizi ndio mechi 5 za mwisho za Azam, ambapo mara ya mwisho dhidi ya Pamba 2-2, Azam ikashinda magoli 3 bila dhidi ya Mtibwa. Azam ilishinda 2-0 dhidi ya KMC. Azam ilishinda 2-0 dhidi ya TRA United, lakini walipokutana na Fountain Gate ngoma ilikuwa ngumu sana na ikalazimika kuwa suluhu. Sasa Andrea, karibu tuangazie kwanza kwenye takwimu zile ama mechi 5 za mwisho za Tanzania Prisons, alafu tuangalie na hao Azam. Prisons wao wanakwenda kwenye mechi hii kwanza kwa mwaka huu, tangu mwaka umeanza wameshinda mechi moja tu, walishinda goli 3-2 na TRA dhidi ya Namungo. Hiyo ndio ushindi pekee ambao wamepata katika mwaka huu. Kwa hiyo ni timu ambayo mwaka huu inatafuta ushindi wa pili. Mwaka huu 2026. Mwaka ulipogeuka kuanzia Januari walianza kucheza mechi. Maana mtu asije kuelewa vibaya kwa kuchukulia msimu mzima. Mwaka huu ulipogeuka. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo haijawa bora kwenye kutumia nafasi. Sawa. Na vile vile safu yake ya ulinzi ni mbaya. Lakini namuona Shedrack akiwa amepewa jukumu zito kwenye wakati mgumu zaidi. Kwa sababu kwanza timu iko nafasi ya pili kutoka mkiani. Kati ya zile timu ambazo zinachungulia shimo ni miongoni mwao, akiwa na pointi zake 12. Yaani kama ligi inasimama leo, wao wameondoka. Wanashuka daraja. Wao na KMC wanaungana na Michael, wanaondoka wote. Michael huyu unamaanisha huyu yeye? Huyo. Yaani kama leo ligi itasimama, tunachambua Tanzania Prisons. Kwa hiyo na kwanza nawapongeza watu wa Mbeya, kingine niwapongeza watu wa Mbeya kwa sababu wamekuwa na imani. Sentence watu wa Mbeya yani imekaa. Nimewapongeza kwa sababu wamekuwa na imani na manaoza wetu wa zamani wa timu ya taifa na mabeki wetu hapa Mbeya. Na ambao wana jukumu zito kuinusuru Mbeya. Nataka tuone hao manaoza kweli wataweza kuinusuru Meki pamoja na Shedrack wataweza kuinusuru Mbeya. Watu kutoka mkoa wa Mbeya. Watu wa Mbeya ni watu ambao wenye tabia fulani hivi, ukisema watu wa Mbeya tabia za umbea. Watu kutoka mkoa wa Mbeya. Ujambo lakini Kwa hiyo Shedrack anakwenda kwenye mechi hii, unamwona Azam pamoja na matokeo yake yaliyopita ya dhidi ya Pamba ndio matokeo ambayo yamewashangaza hata wao. Lakini hata hivyo Pamba alikuwa anakwenda kwenye mechi ile akiwa na rekodi nzuri pale dhidi ya Azam. Msimu uliopita aliwafunga pale Azam. Kwa hiyo msimu huu Azam wameenda kubadilisha tu matokeo, kwamba wao walilazimishaga sare Dar es Salaam kule wakafungwa msimu uliopita. Lakini mwaka huu uliona wamepambana, walifungwa goli 2 lakini wakatumia dakika 4 kusawazisha magoli 2. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa ambacho kwa Azam wamekionyesha, ule moyo wa kupambana. Kitu unakiona kwenye msimamo wao, wana matokeo mazuri, wameshinda mechi. Kwa hiyo nawapa nafasi kocha Ibenge, uzoefu wake, ukubwa wake, kwenda kumpa changamoto Sajigwa ambaye anakwenda kwa mara ya kwanza sasa kwenye ligi kuu kama kocha mkuu. Kwa hiyo anaenda kumuonyesha kijana, sisi tunacheza hivi. Alikuwa na Mungu pale, amepata uzoefu wa kutosha sana. Sawa, lakini sasa hivi wewe ndio lile jukumu. Kwanza kulikuwa na mtu unasema mimi nakaa nyuma, huyu mwenye timu yake yupo. Lakini sasa hivi wewe ndio ile timu ya kwako wewe. Kwa hiyo Ibenge anakutana na Sajigwa, anatakiwa anamuonyesha kitu gani ambacho anacho. Najua watakuja kwa moyo wa kupambana.
atawahamasisha vijana wake Sajiga kwamba kuhakikisha kwamba jamani tusipoteze. Tumeona wenzetu Pamba walipambana wakapata pointi na uwanja ule Azam wamezoea kuchezea viwanja vizuri. Kwa hiyo tuna nafasi ya kwenda kupambana nao na sisi kuonyesha kitu. Kwa hiyo hicho ni kingine. Azam unaona wanamkosa Faisal, umeona mwenye kadi nyekundu. Kwa hiyo inafanya anapungua, lakini bado wana watu wengi wa kusema kuziba nafasi yake Faisal na timu ikacheza, japokuwa Faisal ni Faisal, unaona na amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu. Kwa hiyo unamwona Jackie Ngita anaanza kukota na goli 5 mpaka sasa hizi. Kwa hiyo naye ni miongoni mwa watu ana goli 4 Jackie Ngita. Faisal na Nado ndo na magoli 5. Kwa hiyo unamuona naye anaonyesha kwamba ana kitu. Si mchezaji ana makeke sana, lakini anaweza kuwa mviziaji mzuri kwenye maeneo. Kwa hiyo kama zitapitishwa pasi nyingi za kutosha, anaweza kuwasaidia. Angekuwepo Rashid hapa leo tunapomzungumza Jean Jackie Kamanga Ngita, angekuwa amejinamia sana chini. Ni kweli si mchezaji ambaye ana vitu vingi, yani hata aina yake ya ukimbiaji kwa sababu ya urefu wake unaona, lakini ameweza kujitofautisha kwa kutumia, analijua goli, anajua kuvizia vizuri, ni mviziaji mzuri kwenye ile eneo. Akikaa pale ukipitisha mipira miwili mitatu, akikutana nayo anakupeni kile. Kwa sababu wachezaji ambao walianza msimu huu na Azam hawajafika goli ambazo Jean Jacques Kamanga Ngita. Kwa sababu hata ukiangalia goli alofunga dhidi ya Pamba, ule mpira tambara bola kapiga, kipa katema, kapiga tena, yule kaingia kapiga kichwa, kaingia kapiga. Ni aina ya washambuliaji ambao wanaweza kuwa waviziaji wazuri na atawasaidia Azam. Kwa hiyo mechi kama hii na kwa aina ya mpira ambao unaona kabisa Shedrack atakuja nao kuhakikisha kwamba kwanza tusiruhusu, kwa sababu yeye ni beki, lazima atakuwa na akili ile ya kujilinda kama beki. Lakini Vincent Kompany kwa upande wa Bayern Munich tulikuwa tunaamini hivyo timu ingekuwa inajilinda. Watu watu walikuwa nao. Na kwa timu kama hii ambayo ina rekodi mbovu, iko kwenye nafasi ya mwisho, kwanza kuhakikisha kwamba tusiruhusu, kwa sababu changamoto inawezekana ikawa mechi ngumu sana. Kesho bwana, mimi nitatupia macho zaidi mechi ya Azam kwa sababu changamoto ya Prison ni kuhakikisha kwamba sisi tusiruhusu magoli. Kwa hiyo ndio shida yake kubwa anakuja nalo, kwa kuhakikisha timu hii kufungwa kusiwepo. Ukiweza kuzuia inakusaidia, alafu sasa utatumia nafasi moja mbili utakayopata kupata goli, mechi kaisha. Ni bora kwa hali yao, ni bora kutofungwa, ni bora kupata sare kuliko kuruhusu kufungwa. Sawa. Kwa hali ambayo wako nayo Tanzania Prisons, kwa maneno ya Andrea Kinga Mkono, ikikupendeza unaweza ukamwita Andrew Kinga Mkono, anasema ni heri wapate sare kuliko kupoteza kwenye mchezo huo.